Ni katika eneo la mtaa wa Buzunza ambao huko katika halmashauri ya mji wa Bariadi. Wakazi wa mtaa huo wameingiwa na taharuki baada ya uwepo wa taarifa za mtoto ambaye ni mwanafunzi katika shule ya msingi Sarunda ambaye anadaiwa kuzama katika mto Mninga, mto ambao unatenganisha mtaa wa Buzunza na mtaa wa Sarunda. Jeshi la zimamoto kwa kushirikiana na wananchi wa mtaa huu wamefika hapa kwa ajili ya kuanza msako kumtafuta mtoto huyo, ambapo mpaka sasa baada hawajaweza kufanikisha kuweza kumpata. Mara moja tulikuja eneo la tukio kutoa huduma ambayo ilikuwa inahitajika kwa maana ya kufanya uokoaji wa mtoto huyo anayesadikika kuzama. Tumefanya zoezi hilo tangu saa 4 hadi sasa hivi majira ya saa 7 mchana, lakini hatujafanikiwa kumuona mtoto huyo. Lakini tumefanya jitihada nyingine ya kutaka kujiridhisha kama taarifa zilizotolewa ni taarifa sahihi ama la, kwa kuwataka wazazi wa watoto wanaopatikana mtaa wa Buzunza kuangalia watoto wao kama yupo mtoto ambaye anakosekana. Mpaka sasa hakuna taarifa zinazoonyesha kuna mtoto ambaye anakosekana kwenye familia zao. Lakini tumefanya jitihada za kufanya uhakiki pale shuleni kuona kama kuna mtoto yoyote ambaye leo hajafanikiwa kufika shuleni na pengine huyo ndo atakuwa amezama. Mpaka sasa taarifa za mwalimu mkuu wa shule haionyeshi kama kuna mtoto yoyote ambaye hajafika shuleni anayetokea upande huu wa Buzunza. Kwa hiyo tunasadiki kwamba inawezekana taarifa zilizotolewa zisiwe taarifa sahihi, na kama zitakuwa ni taarifa sahihi basi tutaendelea na jitihada za kumtafuta mtoto huyo. Wananchi ni waombe tuendelee kufanya ufuatiliaji kwenye haka kama mto ketu. Yawezekana kuna madimbi, baadhi ya madimbi ni marefu. Yawezekana mtoto amekwamia mle au amenaswa na mizizi ya miti. Tuendelee kufanya uchunguzi. Lakini pia hata ndugu zetu hawa jeshi la kizimamoto tuendelee kuwapa taarifa kadri tunavyozipata taarifa kuhusu huyu mtoto ambaye anasadikiwa kuwa amepotea, japo simjui ni nani na kila mmoja anajiuliza ni mtoto wa kwa nani. Lakini sisi tutakaposambaa twende tukatafute huyu mtoto ni wa kwa nani. Lakini kama tutakuwa hatuna taarifa ya mtoto yeyote aliyepotea, basi pia nalo ni jambo jema, tujulishane. Kwa wazazi, mimi ni waombe mlioko hapa na walioko majumbani kwamba tuhakikishe kila mmoja mwenye mtoto wake angalie, je, mtoto wake yupo? Na kama alivyosema mheshimiwa diwani hapa, tumejadiliana wale watoto wanaruhusiwa sasa hivi kwenda majumbani. Kwa kila mzazi hakikisha, je, mtoto wake yupo? Lakini sasa hivi kuna mvua ambazo tunaziona ni nyingi. Wazazi naomba tuchukue jukumu kwa wale watoto wadogo, walau basi tutafute namna ya kuhakikisha wanafika shuleni salama. Wananchi wa mtaa wa Buzunza wameitupia lawama wakala wa barabara mjini na vijijini TARURA katika wilaya hii ya Bariadi juu ya ujenzi wa daraja ambao ulikuwa unaendelea katika eneo hili, ambapo mkandarasi aliweza kuacha shimo ambalo wanadai kuwa ndilo chanzo cha ongezeko la maji katika mto huu. Na mbaya zaidi wametuchimbia hili shimo. Sasa hili shimo imekuwa ni majanga zaidi. Maji yanatuama mengi, alafu yanasababisha watoto kushindwa kuvuka hapa. Na mimi mwenyewe leo hii nimevusha watoto asubuhi. Saa 12 asubuhi, lakini waliokuwa wadogo nimewarudisha. Sasa wengine hawakunielewa. Kwa hiyo sasa inatupatia wasiwasi sana watoto kuvuka ng'ambo ya pili kwa ajili ya kuja kupata elimu. Sasa tunaomba Mheshimiwa Rais atusaidie ili janga lituondoke, kwa sababu barabara hatuna na daraja hatuna pia. Walivyokuja kuchimba ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka jana. Sasa walivyoondoka wakaondoka jumla, hatukujua tatizo ni nini, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa kwamba kesho tu mawe yataanza kuingia. Lakini toka hapo hatujaona mawe wala hatujaona chochote. Na sasa tunakuwa tunahamasishwa kuandikisha watoto shule. Kuna watoto wengi sana huku wa chekechea na hata msingi na hata sekondari, wengi sana wanatoka huku. Mimi hii leo nimezuia wa kwangu wa darasa la 2 na la 3, wapo watatu wapo nyumbani. Ina maana kwamba wengine wanasoma, wao wanakosa elimu wako nyumbani. Kwa hiyo ni sikitiko. Tunaomba Mheshimiwa Rais atuangalie katika hili.
watoto wetu ambao wanatoka mtaa wa Buzunza wanashindwa kuvuka mto, na wanapovuka mto tunakutana na madhara kama haya ambayo leo yametukuta. Mtoto wetu mmoja wapo amesombwa na mto kwa sababu ya kushindwa kupita kwenye huu mto, kwa sababu jinsi shimo lilivyochimbwa, pressure ya maji imekuwa ni kubwa sana, ambapo wamechimba shimo eneo ambalo tulikuwa tunavukia awali. Hawajaweza kutengeneza mbadala. Kiutaratibu, unapokuwa unajenga daraja, unawatengenezea wakazi wa eneo husika sehemu, yani diversion, ili watu wanapofika sehemu ambao walikuwa wanavukia, ambao wewe umechimba kwa ajili ya kuendelea na ujenzi, ili wananchi waweze kuendelea kuvuka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.